Kwingineko, askofu msimamizi wa kanisa la Methodist humu nchini Reverend Isaiah Day sasa amesema atahudumu mhula mmoja pekee. Akihutubia mkutano wa kila mwaka wa viongozi wa kanisa hilo katika kanisa la Methodist huko Nkubo, Ndea, Day alitoa wito wa kukomeshwa kwa mizozo ya uongozi, akionyesha kwamba hali hiyo inahujumu ufanisi uliofanikiwa kanisani. Aidha, alikariri kwamba hatawania kuchaguliwa tena, ambapo aliahidi kuondoka mwishoni mwa hatamu yake ya miaka 5 ili kutoa fursa kwa uongozi mpya. Katika hatua iliyoonekana kuwashangaza wengi kwenye kanisa la Methodist humu nchini, askofu msimamizi Isaiah Day ametangaza nia yake ya kuondoka afisini mwishoni mwa hatamu yake ya uongozi inayotarajiwa kudumu miaka 5. Askofu huyo aliweka mambo bayana kwamba tofauti na baadhi ya watangulizi wake waliorekebisha kanuni za kanisa kuongeza muda wao wa kuhudumu, yeye hana nia ya kusalia mamlakani. As the presiding bishop, I am just going for one term, and my term is almost at the end. Let us not fight on that. Let us have peaceful moment as we prepare for exit and kuingia. Akihutubia mkutano wa kila mwaka wa viongozi wa kanisa hilo katika kanisa la Methodist huko Nkubu, uliowaleta pamoja viongozi kutoka eneo la Mashariki, Kasisi Day alisisitiza kujitolea kwake kukuza amani na umoja kanisani humo. Kama ni kutokana, imetosha, tumetokanana. Kama ni kuchukiana, tumechukiana vya kutosha. Kama ni masengenyo, tumesengenyana vya kutosha. Sasa as a church, it's time for us now to come together. Pia alitoa wito kwa waumini wa kanisa la Methodist kote nchini kukumbatia msamaha na maridhiano, akisisitiza umuhimu wa kusameheana na umoja katika kanisa. Tangazo lake linatarajiwa kurejesha imani na uadilifu katika uongozi wa kanisa la Methodist hapa nchini. We want to make everybody, every member of the Methodist Church to feel part and to feel that yuko kwa kanisa ambayo inamujali. Kwa hivyo, jameni, we are calling upon for unity. You are calling upon for peace, peaceful coexistence. Joseph Wahungu, Darubini Wikendi.